Karibu sana kwenye sports update ya Dayo Media Sports Roundup. Kikosi cha wekundu Msimbazi Simba kimeweza kutoka, kikosi ambacho kitakachoingia dimbani hii leo kwenda kwa kabili Al Masry katika mchezo wa mkondo wa kwanza robo finali kati ya Al Masry kwenda kumkaribisha Simba Sports Club kutoka Tanzania katika dimba la Kandar Swezi, mchezo ambao unaenda kupigwa kwa saa za Afrika ya Mashariki itakuwa ni saa 1, lakini kwa saa za nchini Misri mchezo utakuwa ni saa 12 za jioni. Kikosi cha wekundu Msimbazi Simba kimetoka, kocha Fadhlu hakuweza kufanya maboresho makubwa sana kulingana na aina ya opponent wake, kutokana na aina ya mpinzani wake, kulingana na ubora wa Al Masry. Huenda ikawa ni moja kati ya sababu ambazo kocha Fadhlu ameanza kwenye kikosi hiki kilichokuwa na ubora mzuri kweli kweli. Golini ni Musa Kamaran Pimpin. Wengi walikuwa wanasema mchezo wa hii leo huenda atakosa kutokana na majeraha ambayo aliyoweza kuyapata katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara kati ya Azam Football Club, lakini kocha Fadhlu amekuwa na sababu kubwa kweli na kuona ni bora zaidi aende kumwanzisha Musa Kamaran Pimpin kutokana na ubora aliokuwa nao, kutokana na exposure na experience yake aliyokuwa nayo. Huenda ikawa ataenda kufanya vizuri sana katika mchezo wa hii leo. Fullbeki nambari 2 ni Shomari Kapombe, kushoto ni Mohamed Hussein Shabalala Zimbwe Junior. Imeonekana kuwa bora zaidi takriban kwa michezo kadhaa, kocha Fadhlu kuendelea kuwaamini mafullbeki wa pembeni wawili ambao wenye kasi zaidi na wenye ubora zaidi na wenye experience katika michuano hii ya CAF, ambapo kocha Fadhlu amekuwa na consistency nzuri kweli kwa kuamini wachezaji wa aina hii. Lakini fullback namba 4 na namba 5 kumekuwa na mabadiliko kutokana na Chamberlain Fondos kuweza kupata majeraha katika mchezo wa Azam dhidi ya Simba, mchezo ambao umepigwa katika miezi kadhaa iliyopita. Nafasi ya Chamberlain Fondos imechukuliwa na Karabwacho Mwa, ambaye yeye atasimama kama central defender, kwa maana kwamba atasimama kama fullback namba 5. Lakini namba 4 yuko Abdurazak Hamza, ni moja kati ya fullback bora kweli kweli, lakini yule partner ambaye anayeweza kushirikiana naye katika michezo kadhaa ya ligi kuu Tanzania bara na michuano ya CAF, Chamberlain Fondos, lakini hii leo atakosekana kutokana na majeraha ambayo aliyoweza kuyapata. Ndipo ambapo sababu iliyoweza kumpelekea kocha Fadhlu kwenda kumuanzisha Karabwacho Mwa, raia kutoka nchini Ivory Coast. Lakini nambari 6 yuko Yusuf Ali Kagoma, ni moja kati ya watu ambao ni bora zaidi katika eneo hilo, ni moja kati ya wachezaji wazuri na ni moja kati ya wachezaji wenye kasi zaidi na ni moja kati ya wachezaji ambao wana uwezo wa kutuliza mchezo endapo Simba ikiwa inashambuliwa katika mchezo wa hii leo. Lakini wachezaji wa kutokea pembeni, kwa maana kwamba flanks ya kulia pamoja na flanks ya kushoto, yupo Kibu Dennis Prosper Mkandaji, yeye anasimama kama mshambuliaji kutoka nambari 11, lakini pia kwa upande wa flanks ya kulia, kwa maana kama mshambuliaji wa kulia yuko Elimpanzu Kibisawara. Ni moja kati ya wachezaji bora, na ndipo ambapo kocha Fadhlu ni mchezo genini sawa, lakini anaona ni bora aende kuanzisha wachezaji wenye kasi zaidi endapo ikitokea mipira ya counter attack, basi yeye kocha Fadhlu atakuwa ni moja kati ya watu ambao wameingiza wachezaji wenye kasi zaidi kwa upande wa Elimpanzu Kibisawara pamoja na Kibu Dennis Prosper. Lakini kwa upande wa katikati, central midfielder, moja kati ya kiwango bora amekionyesha kwa takriban ya mechi kadhaa ambayo ameweza kupata nafasi. Fabrice Luamba Ngoma, moja kati ya wachezaji bora na ni moja kati ya wachezaji ambao wanamaliza msimu wake ambapo kwenda kuitumikia klabu hiyo ya Simba. Lakini moja kati ya mazungumzo kwa hivi sasa anajaribu kuzungumza na uongozi wa Simba ni Fabrice Luamba Ngoma anahitaji kuongeza mkataba wa miaka 2. Mpaka hivi sasa viongozi wa Simba wapo katika mjadala mzito kweli kweli kujadili swala hili. Lakini 19 yuko Ahua pamoja na Ate